ni muhimu sana kwa upande wetu sisi jeshi la polisi kuweza kuzifahamu, na bila shaka hata viongozi wenzangu tulioko huko meza kuu tutakuwa tumepata faida kuweza kujua changamoto ambazo zinawasibu wananchi wetu. Kwa hiyo mimi ninaomba tu nitajibu haraka, lakini kwa umakini, kila mmoja aweze kunisikiliza kile ambacho nitajibu. Kuna mengine nitamwambia mkuu wa kituo anaweza kajibu, au kaimu OCD anaweza kajibu pale ambapo itawezekana. Nikija na swala la mwisho kabisa, Bwana Chiduo, ili umesema kwamba tunahitaji mafanikio yaone au kuwe na mrejesho wa kile ambacho unachokisema au tunachokuwa tunatoa hizo kero, tunahitaji wananchi waweze kuona majibu yake. Na hii pia ni kuhakikishia kwamba kwa utaratibu au kwa mkakati au kwa mpango ambao tunao kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunazitatua hizo kero zote na kurejesha mrejesho kwa wananchi kwa kuona matokeo ambayo ni chanya pale kwa hatua ambazo tutakuwa tunazichukua. Kwa hiyo mimi ni kuhakikishia tu kwamba si kwamba tunapokea changamoto tu alafu tusifanyie kazi. Tunazifanyia kazi haraka iwezekanavyo kadri ya uwezo wetu. Kwa hiyo mfano haya matukio ambayo umeyataja, mimi niseme tu kwamba hicho kijiwe au eneo hilo ambalo umesema kuna eneo la njia panda, nadhani kaimu OCD na OCS pia anafahamu. Nitaagiza tu kwamba eneo hilo waweze kuliangalia, na kama kuna mtu anauza, lakini nimeambiwa kwamba alishawahi kukamatwa na akafikishwa kwenye vyombo vingine vya sheria. Lakini ninasisitiza tu kwamba kama mlinisikia vizuri mwanzoni, nilisema mazalia ya uhalifu ni kwenye maeneo ambayo watu wanaweza wakakaa bila sababu zote za msingi, kwenye vilabu ambavyo wanaweza wakanywa pombe, na wakati bila kuwa na uangalifu mzuri, vilabu hivyo usiku vinaweza vikazalisha makosa ya jinai. Kwa hiyo na hii pia kwa kupitia ofisi ya mkuu wa kituo hapa pamoja na mtendaji wa kata, kwa kupitia vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi, ninaahidi kabisa kwamba swala hili watalifanyia kazi kuhakikisha kwamba katika eneo hilo kunakuwa hakuna kikundi kama hicho ambacho kitaendelea kushamiri katika eneo hilo. Kwa hiyo haya matukio mengine ambayo wamesema, matukio ya petroli ambayo pia yaliweza kushuhudiwa na baadhi ya watu, nadhani swala hilo linaendelea kufuatiliwa na baadhi hatua zingine zilishaanza kuchukuliwa. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba mrejesho tutakuwa tunautoa kwa kupitia hatua zetu zile ambazo tutakuwa tunazichukua kadri inavyowezekana. Nikija kwa bwana Mkumbuka, amesema yeye ni diwani mtarajiwa, diwani sasa kama mgombea wa diwani awamu iliyopita. Okay, mgombea wa diwani mpita. Bwana Mkumbuka amesema hakuna haja ya kufanya vikao vya ndani. Mimi ni kuhakikishia tu kwamba katika mkakati wetu au mkakati wangu ni kwamba lazima kwanza nionane na viongozi wa eneo husika, kwa sababu kuna maelekezo mengine ninayoyawapa ya kiuongozi ni namna gani tunaweza tukahakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Kwa hiyo hayo mengine ni maeneo ambayo ni maelezo ambayo mimi ilikuwa na mada ambazo nimezungumza nao kama viongozi, ni namna gani tunaweza tukashiriki vizuri kwa nafasi zao, kila mmoja akashiriki kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba tunatatua uhalifu na kuzuia uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hiyo swala la vikao vya ndani ni swala ambalo ni la kawaida katika viongozi wanaokuja kufanya mikutano, ni swala la kawaida sana. Kwa hiyo si kwamba labda kule wameenda wamenijaza chochote, hapana. Ni mimi ndio nilikuwa nazungumza, nimeeleza mikakati kama viongozi, kuwakumbusha wajibu wao wa kazi. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba hakuna kitu kibaya katika hilo. Pia kuja kwetu pia kusije umesema kwamba pia polisi wetu wanafanya kazi vizuri, na pia ikiwezekana pia waweze kupatiwa pikipiki au vyombo vingine vya usafiri. Naamini kuhakikishia kwamba serikali imejipanga vizuri na wako vizuri, wameisaidia jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa sana. Kama mnavyoona, zamani tulikuwa tuna magari, lakini sasa hivi tuna magari ya kutosha kwa kiasi fulani ambayo yanaweza kutufikisha. Mfano halisi ya OCD na gari jipya. Nakumbuka hilo gari nilipokea mimi wakati nilipokuwa OCD hapa.
likiwa jipya, na mwaka jana pia vile vile tukawa tumepata gari lingine la mkuu wa upelelezi nako lipo, na pia vile vile tulipata msaada wa pikipiki baadhi katika baadhi ya kata ambao wakaguzi kata wanazitumia. Lakini mkakati uliopo ni kila wakaguzi wa kata wote wapewe pikipiki, na swala hilo liko mbioni, na hiyo ahadi hata juzi tulikuwa tunaongea na afande Kamishna na afande IGP, na wamesema liko katika hatua za mwisho, kila wakaguzi waweze kupatiwa pikipiki. Kwa hiyo swala la vipaumbele ya viongozi wenye viti na wapo tayari